Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Kama kawaida tunakukaribisha kuweza kufuata kile kipindi chako ambacho waga kinakujia kila wakati, kipindi cha mtazamo wa kisiasa. Na mpenzi mtazamaji, tunakuwa tunaongelea kuhusu siasa zinazoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile na nchi za ukanda wa maziwa makuu, hata siasa katika sehemu nyingine duniani kote. Na mpenzi mtazamaji, kwa leo ni kama tofauti kidogo. Kwa leo tutakwenda kuongelea mada ambayo itajikita kisiasa zaidi sana, ila tutaongelea kuhusiana na hatua gani za kimaendeleo ambazo DRC kama DRC imeshazipiga ama imeshazipata kwa upande wa kimaendeleo tangu kupata uhuru wa DRC, ambao DRC ilipata uhuru ilikuwa mwaka 1960. Ilikuwa ni tariki 30 Juni. Na kwa leo tutakwenda kuzungumzia swala hilo ambalo nimekuambia hapo. Tutakwenda kujua ni engo gani ambako DRC imeshapiga hatua, na vile vile ni wapi ambako DRC bado haijapiga hatua kwenye upande wa kimaendeleo. Siko peke yangu, nikukumbushe kwamba mimi ni Safari Almas na shirikiana na mwenzangu hapa. Ndio, jina langu ni Isaac Mulucha HB. Nasema asante tena Safari Almas kwa kuwa nawe kwa siku ya leo. Asante sana. Na labda Isaac, nimeshasema tayari kile ambacho kimetuleta hapa kwa siku ya leo ni tofauti na mada ambazo waga tunazichambua hapa. Leo tumekuja kitofauti kidogo. Labda tungeanza kwanza kwa kuwa leo tunaongelea kuhusu hatua ya kimaendeleo ambayo DRC imeshaipiga. Tungefahamu kwanza, tujue mtu akizungumza maendeleo hii inamaanisha nini? Maendeleo kibinafsi kwanza ni neno pana sana, hasa tukizungumzia kuhusu maendeleo ya taifa. Maendeleo ni kukomaa. Maendeleo ni kutoka hatua moja kuingia kwenye hatua nyingine. Wakati taifa inazaliwa kama mwanadamu, kama binadamu vile, unapozaliwa unasema huyu mtoto ana maendeleo mazuri, maana yake anakomaa katika afya, katika busara, katika akili. Hayo anasema mtoto anaendelea vizuri. Sasa taifa nalo wakati linazaliwa kupata uhuru linakomaa. Kuna mambo inakuwa kama mtoto mchanga alijui kutembea vizuri. Kwa mfano wa taifa linajikuta alina wasomi wengi, unaona bwana. Taifa inajikuta alijakuwa na barabara nzuri, alijakuwa yani zile institutions zote hazijakomaa vizuri. Lakini kadiri siku zinasonga mbele, kadiri anaenda anajisuka polepole, lile taifa linajisuka polepole, na ikifika kiwango fulani hivi wanasema kwamba sasa hivi tunakuwa na vitu ambavyo tulikuwa tunavikosa. Watu wanasema kwamba lile taifa sasa hivi limeendelea. Kwa hiyo kama nilivyosema ni kwamba maendeleo ni neno pana kwa sababu inajumuisha sekta mbalimbali kwenye taifa, lakini kwa ufupi ni kukomaa ndio maendeleo, kutoka kwenye hatua moja iliyo dhaifu na kwenda kwenye hatua nyingine ambayo ni kubwa kuliko ile ya awali. Naam, asante sana. Na labda ni wakati gani hasa nchi inasemwa ama inasema kwamba nchi fulani imeshaendelea ama nchi fulani haijaendelea? Ni wakati gani nchi inasemwa kwamba hii imeshaendelea? Kwanza lazima tujue kwamba kwenye maendeleo kuna vigezo vyake. Kuna vigezo ambavyo vinasema hii nchi hii itaendelea, itakuwa ni nchi ambayo itaendelea vizuri. Na kuna kama nilivyosema kuna vigezo vingine vinasema kwamba hii nchi sasa hivi imeshaendelea. Sasa tukianza kwanza hapa mwanzo ni kwamba kuna avantage ambazo nchi ikijipresente nasema hizi ni avantage za development. Nitataja vigezo vitatu muhimu au vikubwa. Kwanza kabisa ni ukubwa wa taifa, ukubwa wa nchi. Kuna nchi kishakuwa, kadiri nchi ni kubwa, kadiri hiyo nchi inakuwa na avantage kubwa ya kuendelea haraka. Unaona bwana, ukiangalia zile nchi zilizoendelea, zile 7 au 5 duniani ni nchi kubwa. Unaona bwana, kama Russia, nchi kama Marekani, nchi kama China. Unaona bwana, nchi kama India, Canada. Kama Canada ni nchi kubwa kwanza. Kwa hiyo ukubwa wa taifa ni moja kati ya vigezo vya maendeleo. Jambo la pili ni demography, wingi wa watu, raia. Mnakuwa watu wengi katika taifa. Kadiri watu wanakuwa ni wengi kwenye taifa, inakuwa pia ni kigezo chengine pia
cha kuleta maendeleo, kwa sababu wale watu ndo nguvu kazi. Watu ndo wanalima, watu ndo wanafanya kazi viwandani, watu ndo wanalipa kodi. Unaona bwana? Kwa hiyo kadiri watu ni wengi, kadiri ile nchi inakuwa na kigezo muhimu sana cha maendeleo. Angalia nchi kama vile China ambazo zinaongoza kuwa na watu wengi, nchi kama vile India ambazo zinaongoza kuwa na watu wengi, nchi kama vile Marekani zinaongoza kuwa na watu wengi, na ndio nchi kubwa zaidi duniani tulizonazo kwa sasa. Na kigezo cha tatu ni rasilimali za asili. Rasilimali za asili ni ma ressources naturelles. Ressources zinakuwa faune, flora, sous-sol, sivyo? Madini, minyama, udongo. Tuna udongo, tuna asilimia kubwa sana za udongo za wanyama. Sasa ukiangalia vigezo vyote hivi vitatu, DRC, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi yetu pendwa, inakizi vizuri sana nchi hizi vigezo hivi. Tunakuwa na superficie nzuri, tuna ukubwa mzuri sana, 2,345,410 km². Ni ukubwa ambao nchi zote 9 zinazotuzunguka ziweze zikaingia. Unaona bwana? Tuna demografia sasa hivi tuko plus ya 100 millions d'habitants. Ni moja kati ya demografia kubwa zaidi ya Afrika. Zaidi ya watu milioni. Naona bwana, zaidi ya watu milioni 100. Tunakuwa na maresources, hizo ressources naturelles, rasilimali za asili. Ndio tuseme tunakuwa na minerais, tuna madini, tunakuwa na species nzuri sana za wanyama, tunakuwa na species nzuri za wanyama katika mbuga zetu mbalimbali. Tunakuwa na maziwa mengi, alafu yenye samaki nzuri, yenye samaki aina nyingi. Kwanza tuna Tanganyika ambayo ina aina nyingi ya samaki, tuna Albert ambayo ina samaki nyingi Kongo. Kwa hiyo vigezo vyote hivi vitatu tunavikizi sawa sawa kabisa. Lakini sasa kama ulivyosema ni kwamba quand est-ce que nchi tutasema kwamba nchi hii inaendelea? Kuna vigezo ambavyo lazima vinaangaliwa kule nje. Kigezo cha kwanza kabisa katika maendeleo ni uchumi. Naona uchumi wa nchi. Na katika uchumi wa nchi kuna kitu kimoja wataalamu wa uchumi wanaita PIB, ni prix interne brut. Prix interne brut. Ile ni valeur, ni ujumuishaji wa kazi. Kwa Kifaransa nasema c'est la valeur, c'est l'addition de valeur de biens et services produits dans un pays au cours d'une année. Ni ujumuishaji wa kazi na vitu ambavyo vinazalishwa katika nchi kwa mwaka, kwa mwongo wa mwaka mmoja, ndio wanapima hiyo PIB, inaitwa hivyo. Sasa ukiangalia vizuri, wakati tunatangazwa, kwa sababu tunatathmini hapa maendeleo yaliyopigwa, hatua zilizopigwa kutoka independence, uhuru, tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 1960 hadi sasa hivi tunakuwa mwezi wa 5 leo, lakini mnamo mwezi mmoja tu tutasherehekea sherehe hizo za kuweza kuhitimisha sambamba kabisa miaka 66 ya uhuru nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa ukiangalia vizuri ni kwamba hiyo PIB, ile prix interne brut, miaka ya 60 pale tulikuwa na 4 milliards. Lakini sasa hivi tunachozungumza na wewe mwaka 2026, sasa hivi tunakuwa na 123 milliards de PIB. Ni moja kati ya maendeleo makubwa sana tuliyoyafanya kwenye nchi yetu. Unaona bwana? Muda wa miaka 60. Kwa muda wa miaka 66. Na tena cha kushangaza zaidi, 2018 tu PIB yetu ilikuwa ya 48 milliards. Sasa wanaangalia 2018 2026 48 73. Ni hatua moja kabambe sana ambayo imefanywa hapa, na ile inatokana sana kwanza na uzalishaji na ukusanyaji wa mapato. Mapato yalikusanywa vizuri sana wakati wa muhula wa Rais Tshisekedi. Kwa hiyo katika sekta hiyo kabisa tumepiga hatua, hata kwenye mfuko wetu, hazina yetu ya taifa, hatua hazina inapanda sana. Hata kwenye budget ya mwaka, hata budget ya mwaka nayo imepanda, Trésor public imepanda. Kwa hiyo kiuchumi kidogo matokeo yako chanya, licha ya kuwa hayajafikia sana mwelekeo, lakini matokeo yako chanya. Unaona bwana? Kigezo cha pili ambacho kinaangaliliwa sana ni ile inaitwa IDH. IDH inakuwaga ni nini ile? Inakuwaga ni vigezo vya maendeleo ya kibinadamu. Vigezo vya maendeleo ya kibinadamu. Katika vigezo vya maendeleo ya kibinadamu kuna kuwa kitu wanaita espérance de vie, matumaini ya maisha. Watu wanaishi vipi? Wanaishi miaka mingapi kwenye taifa lako? Ila ni michache bwana, 60 nasikia hivi. Tunakuwa kwenye 63 sasa hivi. Tumepanda kidogo. Tumepanda kidogo, lakini sasa ukiangalia nchi kama vile Australia
ambayo ni moja kati ya nchi yenye kuwa na espérance de vie kubwa inakuwa na 83 ans moyenne. Yani kule wazee ni wengi, yani mtu una bahati kubwa ya kuzeheka kule. Tutakimbilia sote huko bana. Lazima tutengeneze mazingira hapa nchini kwetu tuweze kuishi vyema hapa. Ni kwamba lakini ukipiga sasa ukifanya comparison na miaka ya 70 ambako espérance de vie ya mkongomani ilikuwa ya 43 ans. Miaka 43. Leo tunakuwa 63. Tumepiga hatua vile vile, miaka 20 imeongezeka. Tunatumaini kwamba kama tutaboresha siasa zetu vizuri, kwa sababu katika kuboresha miaka hii ya kuishi ya mwananchi inakuwa inahakikisha kwamba kwanza mambo ya afya, mambo ya afya ya umma, ma centre de santé, ma hospital yameboreshwa. Na naona rais anatilia maanani sana. Ndio kuweka maanani sana kabisa ili wananchi wapate kuwa na afya njema. Kitu kimoja ambacho bado kinaturudisha nyuma ni hizi risasi za kila siku. Unasikia ma-ADF wameua maelfu ya watu. Ile inarudisha ile espérance de vie ya taifa iweze kurudi nyuma. Lakini kama tunaweza tukadhibiti tena usalama katika nchi hii, basi matumaini yetu ya maisha inaweza karipuka kwa ghafla na kufikia tujue hata miaka 80. Kwa hiyo ni moja kati ya indice de développement IDH. Na ya pili inaitwa watu wanasema masomo. Nchi wasomi ni wangapi, au asilimia ngapi ya wananchi wanajua kusoma na kuandika? Unaona bwana, kwa sasa tunakuwa na asilimia 40 ya 80%. 80% ya wananchi wa Kongomani wanajua kusoma na kuandika. Unaona bwana, ni kubwa sana. Kubwa, tumepiga hatua sana. Tumepiga hatua. Katika elimu ndio sekta ambayo itakuwa ni ya kwanza kabisa. Ndio tumepiga hatua kabisa. Kwa sababu ukiangalia miaka ya 70, miaka ya 60 pale tulikuwa kwenye miaka ya 40, miaka ya 1970, tulikuwa mu 40%. Sasa hivyo tumedouble. Na kwa kufanya doublure c'est que tumefournir effort, kuna kuwa nguvu ambayo imetendeka pale, ni jambo la kupongeza. Ni matokeo chanya licha ya kuwa haijafikia 99 ambako tunaelekea huko. Inatakiwa kila mkongomani ajue kusoma na kuandika. Unaona bwana, hivyo ni vigezo ambavyo vinakuwa vinaingia katika maendeleo. Lakini maendeleo kama nilivyosema, safari ya Almasi ni kitu ambacho kiko ni concept ambayo iko pana, iko large. Maendeleo ya taifa yanajumuisha kula kwa mwananchi, kuvaa kwa mwananchi, mwananchi anakunywa maji gani, mwananchi anasafiri vipi. Unaona bwana, usalama wa mwananchi, uhuru wa mwananchi. Kwa hiyo c'est un concept large. Le développement d'une nation ni concept yenye kuwa large sana. Na licha, kwa sababu nimesema matokeo chanya, kuna matokeo hasi pia. Kuna point ambazo ziko negative ambazo tukilitathmini vizuri, kiukweli hatujapiga hatua. Kama hapo kwenye namna ya kula hapo. Kwenye namna ya kula. Kidogo kuna zingua. Kwenye namna ya kula. Wakongomani sasa hivi tunakula ili tushibe. Tunasema bora kula. Sio tushibe. Tunakula ili tusife. Tusife, yani kuzuia njaa. Kuzuia njaa. Na moja kati ya vitu ambavyo hatujafanya vizuri kabisa ni kwenye ajira. Kwa sababu pia maendeleo ni ajira. Maendeleo ni ajira. Na hapo kwenye kula Mkongomani anakula chini ya $1 najua. Mkongomani anakula chini ya $1 kwa siku. Yani chini ya 2,300. Chini ya 2,300. Pesa ndogo sana. Sio kula mandazi manne kwa siku. Utagonjwa, utaumwa, utapia mlo lazima. Kwa hiyo ukiangalia vizuri katika kula kwetu, sisi bado ni maskini kabisa. Hatujapiga hatua. Wenzetu wanakula $5 kwa siku. Unaona bwana, mtu mwenyewe anakula kilo 5 za chakula kwa siku. Huko ukisema unakula kilo 5 atakwambia mtoto haiko sawa. Kwanza unaumwa. Kitu ambacho haikubaliki. Sasa kama nilivyosema, kwenye engo ya ajira, kwenye engo ya kula, kuna mambo ambayo hatujafanya vizuri kabisa. Sasa hivi ajira, taux de chômage kwa Kiswahili, taux de chômage ni yani ukosefu wa ajira. Ukosefu wa ajira, asilimia yake hapa nchini ni asilimia 44, 84% ya chômeur ya wananchi ni wa chômeur. Yani ukisema 16 ndo ambao wana kazi. 16 tu ndo wana kazi. Wanafanya ni kitu ambacho haoni kama ni kitu kiko nyuma sana. Kwa hiyo hapo hatujafanya vizuri. Ndio maana wasome ni wengi, la kazi na maendeleo safari ya Almasi kama hayamgusi mwananchi, hayo sio maendeleo, ni kitu kingine ambacho mnakifanya huko. Maendeleo yanamlenga mwananchi, yule mwananchi wa chini sana, yule ajisikie yuko fiere na nchi yake. Nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaipenda, lakini naweza nikahakikisha kwamba mpaka sasa hatujasikia fierte ya nchi yetu
kwa sababu kuna mambo makubwa ambayo sisi wananchi hatujapata access kuyafikia. Unaona bwana, tuko nyuma sana kwenye chômage kwenye miaka ya kwenye wenzetu wa huko nje kama vile Russia. Taux de chômage comme 2%. Sito kukata hapo. Mimi kuna mtu mmoja zake nilikuwa nikipita aliweza kuniambia hivi hao wote wasomi ambao wanasoma huko na kazi hakuna, tukiangalia wasomi ni wengi. Hakuna namna ambayo government inaweza ikasitisha kwanza elimu iache kwanza au wapate kwanza makazi ndio tuanze. Nilicheka sana Isaac. Haiwezekani. Wakisitisha kusomesha tena ile to ya alphabetization tena inashuka. Unaona bwana. Na licha ya hilo Safari Almasi, kwa sababu kuna vitu ambavyo sasa hivi wenzetu wanaenda na wakati wanavizalisha sana ili kuweza kuendelea, ni maengineer. Unaona bwana, wakati tuliachiwa nchi sisi kama tunaachiwa nchi na Mbeleji mkoloni wetu, tulikuwa hatuna wasomi wengi. Waliosoma sana walikuwa wa diplome ile wakati. Wa diplome, wa university walikuwa kama ni watatu, kama ni wawili. Wachache sana. Sasa ilitakiwa nchi jikite katika uzalishaji wa maengineer. Lakini cha kushangaza, kuanza independence uhuru mpaka sasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imedhalisha maengineer 1000 peke yake. Ndio miaka zaidi ya 66. 3000 ingenieurs. Ni jambo ambalo haliwezekani hili. Ni jambo ambalo haliwezekani. Sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuna maengineer 756. 756 ingenieurs polytechnique. Hapo ni matekniki zote. Kwa section zote. 756. Haiwezekani. Nchi kama Iran ambayo inawekeza katika uzalishaji wa maengineer ina waengineer sasa hivi 500,000 ingenieurs. Nchi kama China zina waengineer wengi. Kama China zina waengineer wengi, hawana hesabu. Sasa ukiangalia, kwa sababu wale maengineer ndio wanatengeneza taifa, wenyewe ndio wanabuni vitu, miradi mikubwa, wanatengeneza barabara, wanajenga magorofa. Naona bwana. Sasa hao ndio wana concevoir plan, ndio wanafanya vitu vingi. Ndio maana unakuta hata ukarabati wa barabara wa China ndio wanakuwa mpaka tuite wa China. Kitu ambacho sasa nchi ambayo ina watu zaidi ya milioni 100 muwe na 756 ingenieurs ni tusi. Hiyo ni tusi. Kwa hiyo tunaweza tukahakikisha kwamba kwenye sekta fulani tumefanya vyema kama sekta za uchumi, lakini kwenye sekta za umma hatujafanya vyema, na maendeleo kama haijanufaisha umma, hayo sio maendeleo. Safari Almasi, kwenye maendeleo pia kuna kigezo cha infrastructure, miundombinu. Ni moja kati ya vigezo muhimu sana. Barabara zetu ziko vipi? Umeme uko vipi? Mwananchi wa chini je, ananufaika na barabara? Mwananchi wa chini ananufaika na umeme? Kuna wengine umeme wanausikiaga kwenye habari tu. Kuna watu wengine hawajaona umeme ni kitu gani, wanasikia kura inakuaga kura iko kura na kuaga ajui kura ndo nini. Naona bwana bahati nzuri wa China wametutengenezea sola, ndo zinafika mpaka vijijini kwetu kule, zinasaidia kidogo. Lakini wakati wa nyuma hapa sola hazijajulikana. Mtu kuona hii mwangaza ya kura mpaka afike mvile fasi moja ndo kura hii. Na kura yenyewe inafanya saa moja inarudi. Akisharudi ndo anawatambia wenzake nimeshaona umeme mimi. Kwa hiyo kwenye nchi yetu kabisa mambo ya umeme haya bado yako down. Mambo ya barabara yako chini sana. Mambo ya usafiri Safari Almasi. Ni kitu ambacho hata mimi kinanigusa sana usafiri. Iko chini sana. Sasa hivi kutoka hapa Baraka kujelekeza Uvira ni kimbembe. Ni kimbembe. Watu wanatumia pikipiki kwenye njia mbovu sana. Barabara ya taifa namba 5 mbovu sana. Kwenye kilomita 90 tu unalipa zaidi ya 50,000. Unalipa zaidi ya 50,000. Fasi ambayo hapo nyuma hapo wakati kulikuwa kuna ngali mawajansi hapa. Tulipa 10,000 hapa. 10,000, 12,000 hapa tulizilipa. Wakati wetu tulipa 8,000 ilikuwa $100. Tulilipa hapa 8,000. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba tunaendelea kurudi nyuma kuliko kuendelea mbele. Na sekta za maendeleo wanasema kwamba haya ni maendeleo ambayo yanagusa mwananchi. Safari Almasi. Natoa mfano, ukiangalia katika barabara tu ya taifa hii, sehemu moja wanaita Ichibe. Hivi barabara ya taifa kupitagi tena gari, wameshakwepa njia nyingine, wanapita kwenye shamba za watu. Wametengeneza barabara kingine ambako watu ndio wanaanza kupisha hela na serikali inapita tunayo inaacha nalipa hela. Hicho ndio cha kujitambia. Angalia nchi kama vile Kenya zimechekaza sana katika kutengeneza barabara zao. Naona bwana. Kwa hiyo na sisi lazima tufikirie, uongozi wetu wa taifa lazima ufikirie namna gani ya kumridhisha mwananchi huyu wa chini. Huyu wa chini ndo warizike. Atembee kwa mguu lakini atembee kwenye barabara nzuri. Unaona bwana, kuna mambo mengine ambayo yanakuja baada ya mengine kufanyika. Ukishatengeneza barabara, hizi gari wananchi watazinunua wenyewe, pikipiki watazinunua wenyewe. Kwa hiyo utakuwa nafuu. Kuna kitu kimoja ambacho ukikitoa kwanza wewe kama vile serikali, mwananchi anapata naye nafasi ya kufanya ya kukuongezea wewe kitu kingine. Unaona bwana? Tumezungumzia pia swala la uhuru wa mwananchi. Kabisa tukiangalia vizuri nchi zetu
au nchi yetu hii ya DRC haijafanya vema sana kwenye demokrasia. Mambo ya uhuru tunaiandika kwenye makaratasi lakini watu bado wananyanyaswa hovyo hovyo. Watu wanasumbuliwa hovyo hovyo, watu wanauliwa hovyo hovyo kama mbu. Mtu anakufa kama mbu, bado mtu anakufa kama mbu. Bado hatujasamini maisha ya mwanadamu. Kuna watu wengine wenzetu huko, mwananchi mkongomani akifa awe amekufa nchini au nje ya nchi, lazima serikali ifuatilie amekufaje mwananchi, hasa katika hali za kutatanisha. Amekutwa amepigwa risasi tu, mtu anakutwa amefariki kwenye ziwa Tanganyika. Mtu mnaacha tu, mnadharau. Kwa hiyo zile haki za binadamu za kumsikiliza mwanadamu awe huru katika nchi yake. Sasa hivi nchi yetu hapa, kwenye kata zetu hapa mjini Baraka, hauwezi ukatembea mida ya saa 2 na uhuru. Unatembea unaangalia, Sije nikaona mtu fulani hapa akanikava. Unaona bwana. Na kingine hapo umegusia zake, ni kitu ambacho mimi waga kinanisumbua sana. Ukiangalia unakuwa unajisikia kutokuwa vizuri wakati unakutanana na askari usiku. Wakati endo ungejisikia unakuwa sawa kabisa wakati unamuona. Ndio tunaambiwa historia, sisi wakati wa mzee Kabila Laurent tulikuwa wadogo sana, tungali wadogo, hatujaendelea hivi tulivyo, lakini tunaambiwa historia wakati ule ukikutana na askari yule wa FARC, unakuwa unajisikia roho yako inajawa amani. Hapa napona. Unasema hapa nimepata ulinzi. Kama kuna kitu kibaya kilikuwa nakufuatilia, ukiona askari unasema basi hapo nimeshapata mtu wa kunilinda. Lakini sasa hivi ukimwona askari unasema basi hapa lazima nisaidie sala ya mwisho, Mungu amenitupa. Kwa hiyo mambo kama hayo, usalama wa mwananchi, uhuru wa mwananchi, hatujafanya vizuri sana. Na hayo ndio mambo muhimu ambayo yanahakikisha kweli maendeleo ya taifa. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.